ya Rabb? Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, siku hiyo kila mmoja ana lake linalomshughulisha, kila mmoja anataka kujipapatua, kujinasua na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya inathibitisha watoto watawakimbia nani? Wazazi wao, wa ummihi wa abihi, na mtu atamkimbia mama yake na baba yake, si ndio? Mtoto gani ambaye hatomkimbia mzazi wake, bali atamkimbilia na atakuwa lawyer wake, wakili wake? Mtoto atasimama kama mwanasheria, mtetezi wa mzazi wake katika mahakama ya Allah, na anamtetea mzazi wake. Unajua mtoto gani huyo? Wanawachuoni wanasema ni mtoto uliyemfundisha Qur'an, mtoto uliyempa Qur'an. Salamu hizi ziende kwa wazee wa dharau, wanaodharau Qur'an, mnaoona ya kuwa Kiingereza ndio issue, international school ndio issue, sijui kumfundisha nini ndio issue, Qur'ani hamuna habari nayo. Mtoto atakayepewa Qur'an atakuwa anapangua safu za mamilioni ya watu, anamsaka mzazi wake na hatomkimbia na hatomsaliti. Sikiliza mwanawachuoni anasemaje: faya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taji wal hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. Wanawachuoni wa Qur'an wanasema siku ya kiyama kutakuwa na mahafali, graduation. Graduation hiyo ni mahafali yanayowahusu wazazi wawili, watasogezwa amam annas jamia, mbele ya watu wote. Malaika watakuja na taj. Mnajua taji ya kuvaa kichwani kama ya malikia, si mnajua? Imekuja hadithi nasema, man hafidha alqur'ana ulbisa walidahu tajan aqallu yaqutihi khairun min ad-dunya wa ma fiha. Mtoto atakayehifadhi Qur'an, mzazi wake ataletwa, atapewa tuzo maalum, atafanyiwa mahafali maalum, atafanyiwa graduation maalum, mamilioni ya watu wanashuhudia, atavishwa kichwani. Thamani ndogo inayopatikana katika taji ile ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Na mtoto yuko pale anashuhudia, hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taji wal hula. Si mnajua siku ya kiyama tutafufuliwa kama tulivyozaliwa? innakum tuhsharuna yawma al-qiyamati hufatan uratan ghurlan, au kama jaa, mtafufuliwa siku ya kiyama mkiwa uchi wa nyama, hamuna viatu, peku peku kama mlivyotoka katika matumbo wa mama zenu. Bibi Aisha akastuka, ya Rasulullah, mamilioni ya watu mechanganyika, hakuna tena kule kusema wanawake huku wanaume huku, mmechanganyika wote, kila mtu kapagawa. Moto wa jahim na uona kwa macho, la tarawunna aljahim thumma la tarawunnaha aina alyaqin, mtaona moto kwa jicho la yaqin. Mtawaona malaika live wanavotisha na mbawa zao, kila kitu ni live bila ya chenga. Kuna watu watafufuliwa vichwa vyao sawa na vichwa vya punda, mwili binadamu, kichwa ni cha punda. Huyu nani ya Rab? Alikuwa akimtangulia imamu wake kwenye swala, imamu Allah hajamaliza kashaenda, aka mzee wa mwendo kasi, mzee wa fasta. Kuna watu watafufuliwa matumbo makubwa, milima ya Iringa imesingiziwa. Hawa nani ya Rabbi? Aka wazee wa riba, kazi yao kukopa riba tu, wanampiga vita Allah. Kila kitu kitakuwa siku hiyo ni live. Ndugu zangu, mzazi wa mtoto aliyesoma Qur'an hatoka uchi,
haraka malaika watakuja na malabisu anwarin min at-taji wal hula, atavalishwa mavazi ya hariri ya nuru. Funika baba, funika mama. Huyu mama alimpambania mtoto, nenda chuo, nenda, anakwenda kusikiliza, anafika juzuu ngapi hivi na hivi, anajua kusoma Qur'an. Wallahi leo Tanzania hii kuna watoto kusoma Qur'an kwa kuangalia kwenye mashaf hawawezi. Huu ni msiba. Tunajifanya Waislamu, kitabu chetu, katiba yetu, dira yetu, kibla chetu, watoto inawapiga chenga. Kwa hiyo siku ya Kiyama watoto wote watawasaliti wazazi wao na kuwakimbia badala kuwakimbilia, isipokuwa mtoto pekee uliyemfundisha Qur'an. Mpeleke school, international school, hakuna tatizo. Mfundishe Kiingereza, hakuna tatizo. Lakini Qur'an usisahau. Ukisahau Qur'an imekula kwako siku ya Kiyama. Hivi usikii raha wewe unaitwa mama fulani binti fulani, njoo mbele. Mtoto wako alihifadhi juzu 10 duniani, bismillah mashaallah, amejitahidi 5, 10, hata moja. Mtoto wako unajua kusoma Qur'an vizuri, ni wewe ukimfungulia popote anasoma. Wewe mama simama, wewe ndio malikia leo wa dunia nzima wanakuona. Unavalishwa taji, unavishwa mavazi ya hariri. Na kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kila mtoto atamfaa mzazi wake. Kina mama, narudia tena, na kwa mujibu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kila mtoto atamfaa mzazi wake. Mtoto atakayemfaa mzazi wake ni mmoja tu, na ana wasifu moja tu. Qala sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, semeni sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume anatuambia, idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, mwanadamu atakapofariki akaunti yake ya thawabu, ya ajir, ya khairi hufungwa. Hakuna thawabu zitakazoingia tena isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza, sadaqatin jariyah. Ikiwa mtu duniani aliwekeza akajenga sadaka yenye kudumu. Sadaka yenye kudumu ni kama msikiti, kama madrasa, kama maahad, watu wanasoma ulum shar'iyya, kama nyumba za aitam, nyumba za wajane, nyumba za wasiojiweza, vitu vya kudumu, kuchimba kisima, kupanda miti. Jambo la kwanza, sadaka yenye kudumu. Jambo la pili, au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo ameiacha au yeye ndo sababu ya ilmu ile, watu wakanufaika nayo. Hukusoma lakini Allah amekupa pesa, ukamwambia Sheikh Shamsi, nitafutia watoto 5 wa Kiislamu wasiojiweza, nitawasomesha from nursery school to university, ukawalipia mpaka umemaliza ile ilmu, ukasaidia watu. Injinia anajenga misikiti, daktari anatibia watu, wewe ukifa thawabu kwenye akaunti yako mpaka kiyama. Yule mtoto wewe ndio umemsaidia akaweza kusoma. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu yenye manufaa. Jambo la tatu, kina mama, nikwambieni sikwambieni? Au waladin, au mtoto. Ya Rasulullah, ili mradi mtoto? La wallah. Au waladin salihin yad'u lahu, au ikiwa mtu kaacha mtoto, sharti mwema anayemwombea. Wangapi wana uhakika leo ukidondoka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ukafungwa kama pipi kifua? Pipi kifua mnaijua? Hivi mpaka leo ipo pipi kifua? Inafungwa kichwani, nafungwa na huko, ndo sanda tunavyofungwa kama pipi kifua. Ukifungwa kama pipi kifua, wangapi wakiondoka wanajua alhamdulillah, angalau nimemwacha mmoja mwema atanikumbuka katika dua zake? Wangapi? Hivi mnajua dua za mtoto zinampandisha daraja baada ya daraja mzazi?
Sheikh Shamsi kule kwetu Dar es Salaam jiji la gharama anasema sasa hivi ilo Kigai kimepamba moto. Sasa hebu niambieni time dakika ngapi nimebakisha nifunge, kwa sababu sijui situation hapa kwenu time ya sala na kina mama watakiwa kurudi majumbani mwao. Shauriana na mashekha alafu atakimemo mniandikie dakika ngapi nimalize. Kina mama, mtoto pekee atakayemfaa mzazi wake ni mmoja tu, sharti au waladin, au mtoto salihin, atakayekuwa mwema, yad'u lahu, atakayemwombea. Masharti ya mtoto mwenyewe ni matatu. Sharti la kwanza uwe umeacha mtoto, sawa. Sharti la pili mtoto yule awe mwema, kama kadata anajizima data, mama pole imekula kwako. Sharti la tatu mtoto mwema awe anakukumbuka kwa dua. Unaweza kumwacha mtoto mwema asikukumbuke, kweli si kweli? Kina mama, mnajua ya kuwa mzazi akishakufa akaingia pale kaburini alafu akafaulu, alhamdulillah, malaika wanamwambia hongera, anafunguliwa pazia, anaambiwa angalia nyumba ile, ungefeli maswali ya leo ungeenda nyumba ile ya motoni. Maswali matatu tu utaulizwa. Maswali haya tunafundisha nursery school. Amin, tajibu tu simple, wallahi si simple mpaka uyaishi uyafanyie kazi. Man rabbuk, nani mola wako uliokuwa ukimwabudia? Kama ulikuwa ufanye ibada humjui Allah, ukipatwa na shida humkimbilia Allah, jambo dogo mganga wa kienyeji, jambo dogo na mtaalamu wangu, na mtaalamu aliye mbinguni ambaye hakuna ambacho asichokiweza. Vipi hapo? Man rabbuk, nani mola wako mlezi wewe? Mu'min atasema Allahu rabbi, mola wangu mlezi ni Allah. Wa man nabiyuk, nani nabii wako? Wa fi riwaya wama taqulu fi rajuli alladhi bu'itha fikum, wasemaje yule kidume kiumbe bora kuliko viumbe wote aliyotumwa kwenu? Unamjua wewe? Messi, sijui nani yule Hamnazo, si mnawajua watu wenu wa Bongo Flava? Mimi sitakutaja majina yao, natumia kinaya. Hamnazo, mimi Zuzu ndio mtu wangu, si mnawajua? Mimi sitaki kuwataja majina. Nani mtume wako? Kama ulikuwa unaswali, unamfuata mtume, una imani, una yaqini, mtu wa kheri, unampenda mtume, unamswalia mtume, unafuata sunna zake, unasema unaniuliza juu ya kipenzi changu ni Muhammadun Rasulullah. Jambo la tatu, wa madinu, dini yako ni ipi wewe? Mzazi akisha yajibu haya maswali, malaika wenyewe wanampa hongera. Kisha ataambiwa position yako, daraja lako, nafasi yako ni hiyo peponi. Kwa hiyo mzazi akiwa yuko katika barzakh anajua daraja lake la 10, la 10 na ngapi, la 100 anajua. Cha kushangaza, mzazi anaweza akabadilishiwa position, daraja, akatolewa daraja hili akapelekwa first class, daraja la kwanza pamoja na Mtume Muhammad. Kwa yapi? Yakulu sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, hakika ya mtu aliyetangulia mbele ya haki, ambaye ameweza kuyajibu maswali matatu ya malaika kaburini na akawa mwenye kufaulu, akaonyeshwa daraja lake, nafasi yake, akiwa huko anaweza kubadilishiwa daraja lake, akatoka daraja zuri akapelekwa zuri zaidi. Fayaqul, atauliza mzazi, bima hadha ya Rabb, ya Rabbi, tangia nife na mwaka mzima mimi kaburini katika barzakh, na najua nyumba yangu ile daraja langu la kawaida, alhamdulillah, hata kitendo cha kupona tunisingie motoni, nashukuru. Kajisemea mzara mmoja wa Dar es Salaam jiji la gharama, hata nikipewa mabanda ya uwani peponi nitashukuru.
Nikamwambia, we babu, kule hakuna mabanda ya uwani, kule ni first class, kila kitu ni high quality. Tuko pamoja ndugu zangu? Sasa mzazi anaambiwa toka hapa, malaika wanamuta fulani bin fulani njoo, fulana mama fulani njoo, toka huko. Daraja lako kuanzia leo ni la juu, utakaa na manabii na mitume. Jamani, raha si raha? Lakini mzazi atahoji, tusema ya Rab, bima hadha, mbona mimi najua daraja langu siku nyingi, mbona leo nabadilishiwa daraja? Kwani kitu gani malaika mmekisahau? Nimefanya nini? Mimi nishakufa. Jawabu ndugu zangu, wallahi inanilizaga sana. Malaika watajibu, watamwambia bistighfari waladika laka. Umemwacha mtoto kila siku anakuombea istighfar, rabbi ighfirli wali walidayya. Maneno haya ni machache lakini mazito. Rabbi ighfirli wali walidayya. Nabii Ibrahim asema waghfir li abi, Allah msameh baba yangu mzazi, innahu kana min ad-dallin, baba yangu amekuwa ni mwenye kupotea. Nuh anasema rabbi ighfirli wali walidayya, Allah nisameh mimi makosa yangu na wasameh wazazi wangu wawili. Kitendo cha mtoto kumwombea baba yake istighfar kila siku, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, Allahumma askinhu fil janna, hii dua mtoto anakuombea kila siku, position ya mzazi inabadilika. Shekhi, ulikuwa hapa unapelekwa daraja la kwanza kabisa, na anaambiwa mwanao fulani bin fulani. Haya duniani kama alikuwa na kinyongo na wewe, kinaondoka akiondoke, anashukuru, sema kumbe kanifaa bana, hata kukusamea na kusamea. Watoto wana uwezo wa kuwapandisha wazazi wao daraja waliotangulia mbele ya haki, kwa sharti wawe watoto wema, kwa sharti wawe wanawaombea dua, na kwa sharti wawe wanawatakia istighfar. Ndugu zangu, watoto ni neema, na hakuna ufundi wala ujanja katika kumlea mtoto isipokuwa tu ni kumtaka Allah msaada na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuwalea. Tuulize kwa mashekhi, Mtume kaelekeza vipi, nimlee vipi? Mna uwezo wa hata kuwafanyia mtihani. Anaiswali salatul fajr jamaa msikitini, ana zawadi hii kwangu. Ni watoto, wakati mwingine wataenda kuswali kwa ajili ya zawadi. Allah hatowachukulia kwa hilo, kwa sababu hawajui chochote. Mimi nakumbuka, na naomba munisamih kwa kusema neno hili, wallahi sisemi kwa mujamala wala nifaqan wala riyaan wal iyad billah, nas aquluha haqqan, nasema kwa haki kabisa. Kabla ya mara hii ya mwisho nilipokuja Iringa kidawa, nilifikia ule mtaa wa msikiti wa Abu Badr, salatul fajri. Mzee wetu mzee Faraj, Allah amrahamu, amsameh, amlaze pahala pema peponi. Hayo ninayasema hata kuambia baadhi ya Waarabu na Waswahili kwa Dar es Salaam. Msikitini salatul fajr anakuwa safu ya kwanza na watoto wake mpaka vijukuu vidogo vidogo. Sijawahi kuona maisha yangu mimi hiyo. Sisi tunaenda kuswali, watoto tunawasha nyumbani. Hao ndo wazee ambao Allah kaapa imani, kaapa takwa, wanajua. Sasa Qur'an nasema tufuate mwenendo wa wazazi wetu, wawekee hata mtihani. Mimi nataka sijui baiskeli, mwambie sitokupa mpaka uswali sala 5, mpaka kesho unifutie sura fulani nisikie kul wallahu umeisoma yote, atafanya. Sasa Allah anasema walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum, na wale walioamini watoto wao wakawaiga, wakafuata mwenendo ule ule wa imani, wakashika njia ile ile ya dini, ya uchamungu, ya takwa, ya kheri, tutawakutanisha na watoto wao na familia zao na dhurriya yao na kizazi chao pamoja. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutowapunja chochote katika amali zao za kheri walizofanya duniani. Kullu mri'in bima kasaba rahin, kila mtu atalipwa siku ya kiyama juu ya yale aliyoyachuma.
Wazazi, tujue ya kuwa siku ya Kiyama ama tuwe pamoja au tuachane. Habari ya Rabbi nafsi peke yangu uache. Hakikisha unasimamia watoto wako. Kuna wazazi mimi nawajua wameozesha mabinti zao, kila wakiongea nao namuuliza umeswali leo? Mpaka mabinti wanakasirika. Mama, mimi sio mtoto tena, mimi nishakuwa na mume. Niambia sawa, nataka niulize, unaswali? Unaendelea na ibada wewe? Kuna wazazi watoto wao wanatoka nyumbani na wamevaa vibaya, mpaka unajiuliza huyu mtoto uyoga kaokotwa barabarani, hana mzazi, katokaje ndani hivi huyu? Wazazi wako wapi? Tutakuja kuulizwa siku ya Kiyama juu ya watoto wetu. Tutakuja kuulizwa siku ya Kiyama juu ya malezi yetu. Kina mama tusaidieni, sisi kina baba tuko bize. Na hata kama hatuko bize, hatuna subra kama ya kwenu. Hatuna uwezo wa kuwafikia katika malezi. Hatuwezi kuwapata kwenye hilo. Na usishindane na mwanaume, mbona yeye halei, mbona mimi kila kitu. Fanya kwa maslahi yako. Akishakuwa mtoto mwema, ukija kuondoka atakukumbuka kwa dua, umeweka akiba yako. Msomeshe Qur'an, aje kukutetea siku ya Kiyama. Watu wa Qur'ani peke yao ndio maloya, ndio watetezi watakao watetea watoto wao wazazi wao siku ya Kiyama. Kinyume chao hakuna mtu mwingine anaweza kusogeza pua yake siku ya Kiyama. Tamanio langu na tamanio la kila mzazi, tuwe na wazazi wetu, watoto wetu, ndugu zetu, kaka zetu, dada zetu, familia zetu, tuendelee kuwa peponi. Hii ndio tamanio kila familia, si ndio? Sasa pepo yahitaji amali, yahitaji matendo mema, si maneno tu. Pepo yahitaji ushike kweli kweli njia yake. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kujihusia mimi mwenyewe, tujitahidi kipindi kigumu kama hichi tuwalee watoto wetu. Nataka nihitimishe na kisa.